Asante sana waandishi wa habari. Nijitambulishe kwanza. Mimi naitwa Kamishna Msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Gilbert Mvungi, kamanda wa mkoa wa Manyara. Ninashukuru sana kwa ujio wenu. Leo ni siku ya kuadhimisha siku ya zimamoto duniani. Kila mwaka Mei 4 tunawakumbuka wazimamoto waliofariki wakiwa wanafanya majukumu yao katika nchi ya Australia. Wakati huo walikuwa wanapambana kuzima moto wa msitu. Sasa kwa tukio lile walipoteza maisha. Kwa maana hiyo, kwa kila mwaka mwezi kama huu tunawakumbuka mashujaa ambao walifanya kazi yao kwa weledi, lakini kwa bahati mbaya pia wakafariki. Kwa hiyo hii ni zoezi la dunia nzima kwa siku ya leo. Na kwa mkoa wa Manyara siku hii imeadhimishwa kwa namna gani? Siku hii tumeiadhimisha kama ulivyoona. Tulikuwa tunapita katika mikoa kwenye mitaa mbalimbali ndani ya mkoa na kuzungumza majukumu yetu kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Kazi yetu ni kuzima moto na kuokoa, na hatuishia tu hapo, pia kutoa ushauri wa kitaalamu kwa lengo la kupunguza majanga mbalimbali ambayo yanaweza kutokea katika mkoa wetu. Na kama Jeshi la Zimamoto mkoa wa Manyara, ni changamoto gani ambayo huwa mnakabiliana nayo kwa sana katika kukabiliana na kutatua changamoto ya moto au janga la moto linapotokea? Changamoto tunazokabiliana mara kwa mara ni kwamba inafikia kipindi pia tunapata taarifa ambazo sio sahihi. Tunapata anwani ambayo sio sahihi. Mtu anapiga simu lakini anwani ya kufika kwenye moto au kwenye maokozi anashindwa kuitoa vizuri. Hiyo pia ni changamoto. Kwa hiyo ni wito wangu pia, wanapopiga namba ya 114 katika Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, ni lazima huyo aliyepiga awe na jinsi gani ya kutuelekeza kwa usahihi tunafikaje eneo la tukio, na tukipata mwelekeo mzuri tunafika kwa wakati. Miaka ya nyuma mlikuwa mnazungumza kuhusu changamoto ya vitendea kazi ikiwemo magari. Hali ipoje kwa sasa? Hali sio mbaya, hali ni nzuri kama unavyoona magari ambayo yako hapa. Lakini pia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, kwa mwaka huu itakapofika mwezi wa 6 tutapata magari kila wilaya. Na wakati unawavika vyeo watu, ulizungumza swala la